ya Mwenyezi Mungu na iendelee kutawala hapo ulipo, msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na wa radio mshirika Radio Mbiu sauti ya faraja kutoka Kagera. Nafasi adhimu tena tunakutana mimi pamoja na wewe katika kipindi chako kipendacho cha elimu jamii. Hili ni jukwaa na fursa ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu jamii yetu, iwe elimu, iwe uchumi, iwe mambo mbalimbali, kilimo, mazingira na vitu tofauti tunajifunza hapa ndani ya kipindi cha elimu jamii. Hii leo katika kipindi cha elimu jamii, nafasi kubwa kabisa, sehemu nzuri kabisa, tunapatana naye Bwana Beda Msimbe, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network. Tuko naye hapa, atakwenda kutueleza, atatufafanulia kwa kina zaidi. Hiki kitu sio kigeni kwenye macho yako kwa wewe ambaye unatumia simu janja popote pale ulipo. Either pia hautumii simu janja, pengine kuna rafiki yako anayo au ana kompyuta mpakato anatumia popote pale alipo. Hiki sio kitu kigeni kwako. Ukielezewa tu utafahamu kwamba ni kitu gani. Hapo baadaye atatueleza uzuri. Anakwenda kutueleza kuhusiana na kuelekea uchaguzi Oktoba 29 mwaka 2025, na bloggers wana mchango wao ni nini katika kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025. Kwa niaba yake mimi ni Martin Joseph, moja kwa moja. Kwanza karibu tufungue kipindi kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Matangazo yetu unayasikiliza mubashara kupitia application yetu ya RM Play inayopatikana pale Google Play Store. Ukiwa nayo ukidownload kwenye simu yako janja, yani smartphone ya kwako, popote ulimwenguni unasikiliza Radio Maria. Lakini pia unatusikiliza kupitia wavuti wetu wa www.radiomaria.co.tz. Huko pia unatusikiliza kwa uzuri kabisa. Lakini pia basi moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, tuko Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, X na YouTube. Tutumie jina moja tu, Radio Maria Tanzania. Pita huko, kuna mambo mbalimbali ambayo utaendelea kuyafahamu na kuyaona zaidi, naamini utaendelea kuyafurahia. Karibu sasa moja kwa moja twende tukasikilize. Mimi kwa ufahamu wangu nilionao, kwa sababu ni mwandishi wa habari na mtangazaji, hiki sio kitu kigeni kwangu, kwa sababu ninafaa kuwa nacho kama mwandishi wa habari, lakini pia ninafaa nikitumie ile kusudi kuzisogeza habari na taarifa mbalimbali kupitia blogs. Wengi pengine tunasikia bloggers, tunasikia tunapata habari sehemu ambayo pengine tunaweza tusijue jina lake ni sehemu gani. Sasa hii ni sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kutoa habari mbalimbali, kuijulisha jamii kuhusiana na vitu mbalimbali. Ni sio mwingi wa maneno, kwa sababu mimi sio mtaalamu sana. Tuko naye hapa mwenyewe muhusika, Bwana Beda. Habari ya uzima? Tuko salama na Mungu ametujalia kwa siku ya leo. Tuko na hali ya afya bora, na tumaini hata wasikilizaji wetu wana afya bora. Na Mama Maria huko aliko anatuombea. Ndio. Na sisi ni watoto wake, kwa hiyo tuna wajibu kidogo wa kujaribu kuelimishana. Ndio. Kwamba nini kinastahili kwenda kwa sababu ya maisha yetu ya hapa duniani. Tunayo Instagram, tunayo Facebook, tunayo TikTok, iko X. Hii ni mitandao ya kijamii ambayo tunatumia kwa ajili ya kufikisha taarifa mbalimbali na habari mbalimbali zimekuwa zikichapishwa huku. Kuna moja ya mtandao ambao asilimia ndogo ya Watanzania naamini wamekuwa wakiitumia, ila wengi wamekuwa hawaifahamu, nayo sio nyingine bali ni blog. Hii ndio imekuweka kwenye kiti hiko siku hii ya leo, kumfahamisha Mtanzania ili ajue nini maana ya blogs. Naamini wengi wanaweza wakawa wanafahamu, lakini wachache, wengi wanaweza wakawa wanafahamu lakini wasijue ni kitu gani. Pengine wanapita kwenye simu zao wanaona, lakini hawajui kwamba hii ni blog au ni kitu gani. Karibu sasa utupate kutupitisha tufahamu kwa kina zaidi.
Kuna tofauti kidogo kubwa kati ya blog na social media zingine hizo kwenye Facebook, na tofauti yake kubwa ni namna ya kumiliki na kuandaa maudhui. Na blog na social media ziko tofauti. Social media kaida ni jukwaa ili ambalo liko kama matangazo hivi, na hata namna ya mfumo wa uundaji wa maudhui yake na uwekaji wake unakuwa tofauti. Lakini ukija kwenye blog, kwanza unatakiwa ujue kabisa kwamba blog ni maudhui yake makubwa ni kama kitabu hiki mtu anakiandika mwenyewe, ana control mwenyewe, yani anadhibiti mwenyewe maudhui namna kuandika na yako pale. Na maana kwamba kuna tofauti kubwa kati ya social media hizi ambazo zinamilikiwa na Meta na Google nini, ambao wao wana sheria zao, wana sera zao, na wanaweza kuamua muda wote kuyaondoa matangazo yako. Lakini kwenye blog huwa sio rahisi, kwa sababu jinsi ilivyotengenezwa ni kwamba umiliki wake uko tofauti kidogo. Haya, asante sana Bwana Beda. Kwa hivyo manake ni kwamba blog anaweza akaimiliki Mtanzania yeyote. Anaweza akamiliki Mtanzania, kwa sababu moja ya kitu kizuri kwenye blog ni kwamba inatoa uhuru kamili wa kuunda, wakati mtandao wa kijamii hutoa jukwaa tu la kuunganisha watu. Unajua, ndio maana unazungumza ni jukwaa la kuunganisha watu. Lakini ukiwa kwenye blog, manake wewe unaunda, unatengeneza, ingawa kuna sehemu ya comment, lakini unakuta kwamba wewe ndio unakuwa na mamlaka makubwa kwenye ile site yako. Haya, asante sana kwa hiki ambacho umempitisha msikilizaji kwa uchache tu, na kuelewa kwamba nini maana ya hiki ambacho kinazungumzwa mezani siku hii ya leo. Picture ambayo msikilizaji pengine ninaweza nikakupa, blog inaweza ikawa ni kama, naamini wengi wanayafahamu magazeti yalivyo. Kwa hivyo vile unavyoliona gazeti na blogs iko vile vile kama ambavyo unaliona gazeti, lakini yenyewe sasa inakuwa iko kwenye unaweza ukawa nayo kwenye kompyuta au ukawa nayo kwenye simu, lakini sasa zile habari unakuwa unazichapisha tu kule kwenye kompyuta pamoja na simu. Kwa hivyo hebu twende hivi kwa taswira hii ya kusafiri kwa namna hii, kwamba tunapozungumza hapa uone kwamba tunachozungumza basi kinakwenda sawa sawa na kile ambacho unafikiria. Naomba nirudi kwako hapo Bwana Beda, mwenyekiti wa Bloggers Network. Kitu cha kwanza ambacho umekileta hapa ni kuelekea uchaguzi Oktoba 29 mwaka huu 2025. Kwa nini umeamua kuja hapa kuzungumza na Watanzania ukiwa kama mwenyekiti wa Bloggers Network? Ni kitu gani hasa ambacho kimewasukuma wana blog kusema kwamba sisi pia tunapaswa kuelezea mchango wetu katika uchaguzi huu? Ajua kuna mambo mengi. Kwanza lazima tupeane elimu kuhusu blog, na mmoja wa uzuri kwamba labda niseme kwa historia tu. Blog hii taasisi ya Tanzania Bloggers Network ilianza mwaka 2015 na mpaka leo unajua ni kama miaka 10. Mwaka huu mwezi wa 8 tulikuwa na shughuli mbalimbali tunazifanya, lakini tuliamua kuomba elimu kutoka kwa wafadhili mbalimbali ili tuweze kuelimisha Watanzania. Unajua kuna tofauti kati ya watu kuzungumza kwenye majukwaa na kuna tofauti kati ya kuunda maudhui na kuelimisha umma. Umma unahitaji elimu ya kupiga kura na vile vile inahitaji elimu ya uraia. Yaani mtu aone umuhimu wa kwenda kupiga kura kama vile alivyoona umuhimu wa kujiandikisha. Na hii ni sehemu ya demokrasia ambayo watu wote lazima tuchangie. Sasa Tanzania Bloggers Network tulikuwa na kazi kubwa na ambayo mpaka sasa tunaifanya ya kutoa elimu kwa umma. Na elimu yetu sisi imelenga wewe Mtanzania ama mtu yote ambaye amejiandikisha kwenda kupiga kura kufahamu hasa umuhimu wa yeye kupiga kura, kwa sababu wakati mwingine watu wanafikiri kwamba si lazima kwenda kupiga kura, lakini watu wanasema mabadiliko yoyote yale ambayo yanakusudiwa kufanywa katika nchi, katika mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu, ni lazima wananchi washiriki. Sasa wananchi wanashiriki namna gani? Wananchi wanashiriki kwa kupiga kura, kwa sababu kura ile ndio itaamua kama kunatakiwa mabadiliko ama hamna mabadiliko. Tuchukulie mathalan, mtu kama haelewi kwamba kura yake ina thamani, ni lazima anze kumwelimisha kwa nini kura ina thamani. Sasa bloggers, kazi yetu kubwa ambayo tumeifanya ama tunaendelea kuifanya ni
kuwaambia wananchi kwamba ni vyema kupiga kura, kwa kuwa ili tuweze kufanikiwa kwenye mabadiliko tunayotaka kwenda mbele, kura yetu ni muhimu. Sasa vijana wengi na pengine watu wengine wanaona hakuna umuhimu, lakini tunasema kama wapiga kura ni milioni 10 na diwani wetu anahitaji kura labda milioni 9 ili aweze kuwa diwani. Sasa maana yake ni nini? Kama msipoenda kupiga kura, ina maana kwamba yule mtu, wale waliopiga kura hawataonyesha hisia ya sio. Ndio maana ni muhimu mtu kwenda kuonyesha hisia zako kwenye kura. Sasa kama watu milioni 10 wamepiga kura, milioni 6 wakasema ndio na milioni 4 wakasema hapana, katika hali ya kawaida ya binadamu, hapo unaanza kuona kwamba ni lazima kwanza kujua kwamba huyu kiongozi wetu sasa ambaye tumemchagua ana wajibu mkubwa, kwa kuwa dhamana ya yeye kututawala inatoka kwetu sisi. Ni lazima tusikilize, kama sivyo kiti chake kitakuwa cha moto. Kwa hiyo tunasema watu kwamba, tunashawishi watu kwamba hebu chukua elimu ya uraia ya wazi tu, nenda kapige kura. Ulijiandikisha, nenda kapige kura. Piga kura ili tuweze kuwa na nafasi ya kujadiliana na kuwapa watu uwajibikaji ndani yake. Kwa hiyo hiyo kazi tumekuwa tukiifanya muda wote hapa, na tunaamini kwamba tumefanya vizuri, kwa sababu bloggers walipata mafunzo kuhusu matatizo ya sheria, walipata mafunzo kuhusu nini sheria ya uchaguzi, na tunawaeleza wananchi umuhimu wa uchaguzi. Kwa hiyo, kwa sababu, kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu kama magazeti mengine, hili ni gazeti nalo na linatengeneza maudhui kwa ajili ya taifa letu. Haya, asante sana kwa ufafanuzi huu wa kina kabisa, kueleza umma wa Tanzania kuhusiana na kuelekea uchaguzi hapo Oktoba 29 mwaka huu. Pengine kwenye ukiachana na swala la kupiga kura, nyinyi kama bloggers pia kwa umoja wenu mmeonyesha juhudi gani katika kuhamasisha juu ya uchaguzi wa haki na amani? Uchaguzi ni mchakato na bado tunakwenda nao mchakato, lakini sisi tunachotaka kuwaeleza wananchi ni misingi hasa inaofanya kwa nini wewe upige kura. Na tunakwenda hivyo kwa maana kwamba kuna mtawanyiko wa mawazo, na mtawanyiko wa mawazo ni lazima uheshimiwe. Lakini tunasema heshima ya mtawanyiko wa mawazo ni pamoja na watu kuheshimu uwezo na utamaduni uliopo. Sasa sisi ukituuliza tunafanya nini, tunasema sisi tunatengeneza maisha ambayo tunafikiri kwamba yako sawa sawa kwa mujibu wa katiba ambayo sasa hivi ndio inatulea, na tunahitaji viongozi ambao wanakwenda vizuri. Nakumbuka kuna chama kimoja hivi karibuni tu, mgombea chama kimoja alisema kwamba lazima kwenda kupiga kura, lazima kwenda kuchagua, kwa sababu tunataka kuona aina gani ya watu tunawapeleka Dodoma, aina gani ya watu tunawapeleka kwenye halmashauri zetu, ili waweze kutekeleza yale ambayo sisi tunafikiri kwamba yanatufaa kwa ajili ya kufikia uchumi wa kati. Unajua tuna dira ipo ya 2050. Je, tunafikiri kwamba tutafika kwenye dira ya 2050 ya uchumi wa kati wa juu kama tusipokuwa na utaratibu mzuri wa kupeleka viongozi ambao watafikiria maisha yetu sisi? Kwa hiyo sisi tumefanya wajibu wetu, na kwa uzuri zaidi ni kwamba ukiwa kwenye blog, hakuna mtu anaweza akakusimamisha blog yako akafanya suspension kama ilivyo kwenye majukwaa mengine haya. Sisi ndio maana tunasema kwamba tuko katika eneo zuri, lazima tuelimishe watu, na kwa kuwa blog zinaendeshwa na watu ambao wana akili, wamekwenda shule na ni professionals, wanapata nafasi ya kuelimisha jamii kwa undani zaidi. Na kwenye Tanzania Bloggers Network tumesema kwamba ni lazima tuelimishe watu wetu. Kuna kizazi kipya lazima kielimishwe, kwa sababu kuna vitu vingi tu. Kwa mfano ukichukua zamani, tusi ambao tulikuwa zamani, wakati wa chama kimoja mwalimu anasema kwamba lazima watu waende wakashiriki kwenye uchaguzi pamoja na chama kimoja na mgombea ni mmoja, ili kutaka kujua wako ngapi wanakubaliana kwamba huyu anatufaa kwa kiongozi na wangapi hawakubaliane kwamba anatufaa kwa kiongozi, kwa sababu statistics ndio zitakazokuwa zinasema kwamba nini kifanyike kutokana na mawaidha yaliyopo wakati huo.
Asante sana kwa hiki ambacho umekizungumza msikilizaji. Ikiwa ndo kwanza unafungulia redio yako hewani, ni kipindi cha Elimu Jamii. Tuko naye hapa Bwana Beda Msimbe, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network. Hii leo anazungumzia kuelekea uchaguzi hapo Oktoba 29 na bloggers mchango wao ni nini sasa kuelekea kwenye uchaguzi. Ametueleza namna ambavyo basi bloggers wao wanaendelea kuhamasisha watu kwenda kushiriki kupiga kura, lakini pia kuelezea namna ambavyo basi kupeleka uchaguzi ambao utakuwa wa uchaguzi huru pamoja na wa haki kwa kila Mtanzania. Muhimu ni kujitokeza na kupiga kura. Pengine kuna kitu kikubwa msingi ambacho kabla sija kwenda kwa wasikilizaji sasa, ambacho ni muhimu kuwashirikisha wananchi wa taifa hili la Tanzania, hasa wale ambao wako kule vijijini ndani, kichana na hawa ambao pengine wako mjini wanamiliki hizi smartphone, wanamiliki hizi simu janja, wanamiliki kompyuta, wanaona vitu mbalimbali. Pengine nyinyi kama Bloggers Network, na wakati huu wengi wanasikiliza radio ambao wako huko mbali, kuna kubwa na la msingi lipi ambalo unaweza ukalizungumza kwa hawa wananchi ambao wako upande huo? Mimi nilikuwa nafikiri kwamba tuzungumze blog kama kitabu, na unaona tunataka vijana wengi wajifunze kuchakata mambo mengi wanayoyaona kwa kutumia akili zao, na wakati fulani wakiazima vitu, wakisoma wasome. Unajua vijana wanatengeneza brand, wana vibe yao na wanatengeneza brand. Sasa mimi wakati fulani najiuliza, kama unatengeneza brand, unatengeneza brand gani? Kama leo wewe brand yako unataka kuitengeneza, unataka ukae nayo mwenyewe, basi sawa, lakini mimi nafikiri kwenda kupiga kura ni sawa na kutengeneza brand. Unataka kitu gani miaka 5 ijayo? Unataka nini? Unataka kukaa kimya? Unapotengeneza vibe, unataka kutengeneza vibe ya namna gani? Unataka kutengeneza vibe kwa kukaa kimya? Unataka kutengeneza vibe kwa kuambia mtu kitu fulani, bwana mimi sikitaki, nataka kitu fulani? Kwa hiyo wakati fulani unatazama kwamba tuna brand namna gani nchi yetu hii? Tuna brand vipi? Mimi ni kuja hapa kwa sababu ya kutaka kushawishi watu wawe na watazame sana blogs, kwa sababu kuna elimu na ile ni kama kitabu. Na ukifikiria kwamba tuna matangazo ambayo yako kwenye majukwaa mbalimbali huko Facebook na nini, yale ni matangazo yanakwenda, mtu anaposti wakati fulani wanaachomoa, lakini maudhui yanayokuwepo kwenye blog ambayo ama utakuwa kwenye WordPress ambayo ina teknolojia tu ndio ina advance, huwa yanabaki kwa watu. Na ukichambua blog nyingi ni kwamba unaenda kutazama maelezo ya watu ambao ni wataalamu, kwa nini kitu fulani kinafanyika hivi na kwa nini. Sasa kwa Watanzania wenzangu, mimi nilichokuwa nasema kwamba hivi kuna shida gani kuchakata taarifa zote kwenye ilani za vyama ambavyo vinagombea na vitu vingine, na kisha kuona kwamba ni namna gani tunaweza tukaenda tukabadilisha mustakabali wa nchi hii kwa kutumia kura. Sasa leo hiyo sio kazi yetu. Mimi sio mtu wa kampeni, ila nilichokuwa nataka kuja kusema kwamba kuna Tanzania Bloggers Network na ni vizuri watu wengi wakajiunga huko, bloggers wengine ambao tunawahitaji, kwa sababu mimi na wenzangu wote tunafikiri kwamba wakati umefika wa watu kujifunza kutengeneza maisha yao kwa kutumia blogs, kwa sababu lengo kuu la blog ni kutoa habari, kufundisha, kuuza maono ya kina. Tunajenga kama kituo cha rasilimali watu, inakuwa kama resources center kwenye blogs. Kwa hiyo ukienda kwenye blogs ambazo ziko imara, zimesimama, utagundua kwamba wewe uko mahali ni kama digital archive ambayo iko pale, na ile digital archive ukiitumia vizuri utakwenda, kwa sababu ndio hiyo inayonukuliwa na akili unde. Na ndio maana tunashawishi kwamba kuwepo na utaratibu na ustaarabu wa kutosha kwa hawa wenzetu ambao wanaweza kutengeneza blogs, kwa sababu maudhui yao wanayoweka pale kama kitabu, na kama kitabu hicho ndio kinachotambulika duniani, kinachukuliwa kama reference. Asante sana kwa kumfafanulia msikilizaji na kumuonyesha kwamba hii ni sehemu pia ambayo inaweza ikatumika kama uwasilishaji wa taarifa
mbalimbali, ukiachana tu na taarifa kuweka sehemu nyingine ya mitandao ya kijamii, lakini pia unaweza ukatumia blog kama sehemu pia ya kufikisha na kuwasilisha taarifa mbalimbali zilizopo katika jamii yetu. Sababu pia ukiachana tu na haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi, pengine kuandika huko, kutafuta sehemu tofauti kuwafafanulia watu, lakini pia msikilizaji, kijana popote pale ulipo, unaweza pia ukaandika taarifa mbalimbali aidha za kilimo. Ndio bwana Beda, kilimo, vitu vingi tu. Na moja ya lengo kuu la Tanzania Bloggers Network ni kusambaza elimu hii ya blogging hasa kwa vijana wa sekondari na wale wanaokwenda vyuo, kwa sababu kwenye maeneo yao wanayokaa kuna shughuli mbalimbali zinafanyika kule ambazo mtu unaweza kufanya kama diary yako. Unatengeneza kitu, unaelimisha watu kuhusu kilimo kwa sababu wewe mwenyewe uko kwenye nafasi hiyo, unaelimisha watu kuhusu masoko ya parachichi kule Mbeya. Kwa hiyo ni sehemu ambayo sisi tunasema ni resources center. Ni sehemu ambayo kama kila mmoja akiwa anafanya kwa utaratibu unaokubalika, kwa sababu ni maudhui unayatengeneza, ina maana kwamba sisi kwanza kwenye akili unde tu peke yake tutakuwa na uwezo mkubwa sana. Unajua nikwambie tu, majirani zetu wanatuzidi kwenye mambo ya akili unde kwa sababu tu kwamba blogging inafanya kazi sana kwa watu wengi sana, wataalamu wanafanya blogging, vijana wanaojifunza wanafanya blogging, mechanics na nini, wanaelezea nini wanachofanya. Kwa hiyo maana yake ni nini? Unajua mwishoni mwa siku akili unde hii artificial intelligence huwa inakusanya vitu kutoka kwenye blogs na web. Sasa hizi akili unde haziendi kwenye jukwaa kwenda kukusanya maneno kule kwenye Facebook ama kwenye X ama kwenye Twitter. Hawaendi huko kukusanya maneno kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa habari wanazoziandika. Utakuta kwamba wanatumia web ya tovuti ama wanakuja kwenye blogging. Kwa hiyo utaona kwamba majirani zetu information yoyote, utalii ni nini, ukiuliza akili unde inakuja haraka kwa sababu wameload huko kwa vitu. Ndio maana tunasema kwamba kwa nini Watanzania wasijue mambo haya ya blogging. Wakijua blogging, maana yake na wenyewe wanajitengenezea resources center ambayo akili unde itaitumia kuweza kutoa taarifa kwingine mtu anapoulizia kuhusu Tanzania. Na pengine kijana anaweza akajiuliza kwamba sasa ni sawa wanatueleza kuhusiana na blog. Pengine mimi sasa nina simu yangu, simu janja mkononi kwangu, smartphone. Sasa ninawezaje kupata hiyo blog? Ninawezaje kuitengeneza? Ninawezaje kuanza kupublish hizo taarifa ambazo mimi natamani? Pengine kuna mwingine anatamani kuelezea kuhusiana na dira ya 2050. Anawezaje hapa? Ni rahisi. Kwa mfano kwenda kwenye search engine ukatumia hata Google tu ukatafuta kitu blogger, kwa sababu kuna mifumo miwili mikubwa tu ya kutengeneza blog. Ama unaenda blogger ama unaenda kwenye WordPress. Na hii mifumo inazingatia, kwenye WordPress ni teknolojia tu, mambo mengine unafanya mwenyewe, lakini kwa mfano hakuna kitu rahisi kama kuingia kwenye blogger. Ukiingia kwenye blogger unaona pale template zipo, yani uso wa kitu unachotaka, na wanakuwekea mfano pale, afu mwenyewe ndio utaamua. Wala haihitaji kuwa na IT kufanya hii kitu. Wewe mwenyewe tu kwenye simu janja unakwenda blog, wanakuonyesha template pale, unajaza. Kuna vitu vya msingi unajaza kwamba unawezaje kufeed hiyo information. Je, blog yako hiyo inahusiana na nini? Afya ama elimu ya kilimo ama elimu ya uandishi wa habari ama elimu ya jamii tu, kwa sababu tuna matatizo mengi lakini kuna wataalamu wengi wanazungumzia. Kwa hiyo utaona kwamba ni rahisi tu kuweza kutengeneza blog kwa utaratibu. Ingawa vile vile kuna sheria inahusu mambo ya habari hapa nchini, na hii sheria kama unataka kutengeneza news and current affairs, yani masuala ya kuripoti habari kama habari, inabidi wasiliane na TCRA ili waweze wakupe utaratibu, leseni ya kuweza kutengeneza chumba cha habari, ambacho ni lazima ufuate sheria zote zinazohusu mwandishi wa habari, zinazohusu uchakataji wa habari. Lakini vinginevyo sisi kwa mfano kwetu pale tuna wanachama zaidi ya 200 ambao wana shughuli mbalimbali. Wanaofanya news and current affairs ni wachache sana, lakini wengine wote wanafanya matukio ya aina fulani. Afya, wanafanya matukio ya utalii, wanafanya matukio ya kilimo.
Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unaweza katika upamoja wetu tunaweza tukafanya kitu kikubwa zaidi. Sasa kwa hicho ulichouliza, kwa mfano mtu anawezaje huko, mimi nitasema ni rahisi sana kufungua blog. Ni rahisi sana. Haya, asante sana kwa hiki ambacho ninaamini ya kwamba msikilizaji, taratibu tunakwenda vizuri sasa kwa kile ambacho nilikwambia pale awali, na tayari umekwisha kufahamu kwamba nilichokuwa ninamaanisha ni kitu gani. Hewani ni kipindi cha Elimu Jamii. Tuko na Beda Msimbe, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network. Leo anazungumzia kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29 na bloggers, mchango wao ni nini? Basi kama una swali lolote lile hapo ulipo, ninakualika kupitia namba 0222777134, 0222777134 kwa ajili ya kupiga, lakini pia unaweza ukaitumia namba 0742707300, 0742707300. Unaweza pia ukapiga hapo. Ujumbe mfupi utaandika kupitia namba 0734 069967, 0734 069967. Tukiwa tunasubiri maswali ya wasikilizaji, ni changamoto gani ambayo mnaipitia bloggers kipindi chote ambacho pengine mkiwa mnafanya majukumu yenu? Changamoto unajua ziko nyingi. Sisi kwa upande wa Tanzania Bloggers Network changamoto ziko nyingi kwa sababu moja tu, kwamba ni bloggers wa aina mbalimbali. Kuna watu wanaoshughulika na utoaji wa habari, kuna watu wanaoshughulika utoaji wa makala, kuna watu wanashughulika mambo ya video. Hizi changamoto ambazo sasa hivi tunakabiliana nazo ni changamoto ambazo vyombo vyote vya habari vinavyo. Na tunapozungumza vyombo vyote vya habari vinavyo ni kwamba vyombo hivi vina matatizo ya ukwasi, yani hawana budget zao ziko finyu, na vile vile wengine wanakabiliwa na leseni ziko ghali. Hili ni swala nadhani tumeshawahi kuzungumza kuhusu utoaji wa leseni kwa wale ambao wanahitaji leseni, kwamba leseni bei yake kubwa na wakati uchumi umeanguka. Lakini jambo lingine ambalo kwa mfano kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi, kuna tatizo la kukosekana kwa mashirikiano. Yaani tuliwaambia watu kwamba watumie blogs na taasisi ambazo ziko kwenye blog kwa ajili ya kuwapatia watu taarifa mbalimbali zinazohusu vyama vyao, ilani, nini wanafikiria kwa nchi. Lakini baadaye tukawa tunauliza, hakuna mtu anayetaka kuleta ushirikiano, na tukaona baadaye tukajiuliza maswali kwa nini, tukagundua kwamba na wao nao wanakabiliwa na ufinyu wa bajeti, na wataalamu wao wanakuwa na kazi ngumu zaidi ya kujaribu kutengeneza maelezo ambayo Watanzania wanahitaji kuyapata. Sio lazima tu kwenye mikutano, lakini hiyo mikutano nayo inatakiwa iwe covered na watu wa blogs na watu wengine, ili kuweza kupeleka taarifa kuhusu nini wanachoomba kwa wananchi, kwa sababu ni lazima kuuza ilani, na lazima kuuza maneno, na lazima kufanya nini, kwa sababu ni swala la kushawishi watu kukuelewa. Sasa vyombo vya habari kazi yake kubwa ni kupeleka taarifa za namna ya vitu vinavyotakiwa, ili kuweza kuwaeleza wananchi kwamba huyu anasema hivi maana yake hii hapa, na huyu anasema hivi maana yake hii hapa. Lakini mwishoni mwa siku habari wanazo, na wenyewe siku ya Oktoba 29 waweze kufanya maamuzi yao, kama ni nani anayestahili kuwakilisha kwenye bunge, nani anastahili kuwakilisha kwenye diwani, na nani anastahili kuwa rais wa nchi. Asante sana kwa ufafanuzi huo wa kina zaidi kuhusiana na changamoto ambazo pengine kwa wakati huu mnazipitia, ambapo mmoja umesema ni swala zima la ukwasi ambao unawasumbua bloggers wengi. Msikilizaji, unayo nafasi sasa ya kushiriki kipindi kulingana na mada iliyopo mezani muda huu. Namba ni 0222771734, 0222771734, lakini pia unaweza itumia namba 0742 107 300,
tumepata swali kutoka kwa Kanuti kutoka Dodoma pale, lakini msikilizaji nakualika kupitia namba 0734069967 0734069967. Leo huyu sio mtaalamu kutoka, sio mhusika kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hivyo hata aina ya maswali ambayo tunauliza, kwa sababu leo amekuja kuelezea mambo ya blog. Huyu ni mwenyekiti wa Bloggers Network, lakini kwa sababu anayo nafasi pia ya kubeba ile sehemu ya kusema chochote kwa jamii, kwa sababu pia anakuwa anatoa maudhui kwenye upande huo wa blogs. Kuna mtu amepiga simu kutoka Dodoma, anasema kwamba je, ikitokea mtu alijiandikisha halafu hakwenda kupiga kura, hii inakuwaje yani? Umesema swali la Kanuti. Sasa mimi wanasema kwamba tuna shida kubwa tusipoelewa kwa nini unapiga kura. Ni kwamba unapokuwa upigi kura, umepoteza haki yako ya kumwajibisha mtu. Kwa sababu kura ndio inakupa wewe haki ya kumwajibisha mtu. Alafu vile kura inakupa wewe haki ya kufanya vitu vingine vinavyokuhusu katika jamii. Kura ni wewe. Yaani wewe ndiwe mwananchi na ndio unayeajiri hawa watu wote wanaogombania nafasi za kisiasa. Usipoenda kupiga kura, mtu mwingine atapiga kura afu atakuamulia wewe kitu ambacho hukitaki. Kwa hiyo maana yake nini? Unapoenda kupiga kura, kwa sisi ambao tunafikiri kwamba elimu ya mpiga kura imetulia, ni kwamba kura yako ina thamani kubwa mno, ni kura inayotoa ajira kwa watu. Sasa kama usipoenda kupiga kura, wewe utakuja kulalamika tu miaka 5 kwa kutawaliwa na mtu ambaye humtaki. Sasa wajibu wa kupiga kura ni kwamba tunataka tuwe na watu ambao tutawajibu. Kuna mambo mengi ya kufanya na lazima watu wawajibike kwa hilo, na wananchi ndio wanawaajiri hawa watu. Usipoenda kupiga kura, manake umekataa kuajiri watu, na ukikataa kuajiri watu, unataka nani afanye kazi yako ya kutunga sheria? Sasa kama unampeleka mtu kule ambaye humtaki, akikutungilia sheria mbaya, utasemaje? Kwa hiyo nafikiri kitu cha muhimu, kama imani yangu inavyonitaka, ni kwamba lazima utekeleze wajibu, na wajibu unaambatana vile na kutambua ukweli. Kwenye mafundisho mengi ambayo tunayapata duniani hapa, ni kwamba ukizarau wajibu wako, mara nyingi utakuja kuishi na maisha ya kujutia. Haya, asante sana. Kuna moja ya wasikilizaji hapa ameuliza swali lake, anasema taarifa za kwenye blog zinafika vipi kwenye jamii, hali ya kuwa jamii ipo kwenye mitandao ya kijamii? Hatibu kutoka Masingini huyu ameuliza hivi. Hatibu, mimi nilikuwa nafikiri kwamba watu waanze kujifunza kupata elimu. Hilo ndio kitu cha msingi sana. Na ukijifunza kupata elimu, hutakaa kwenye majukwaa, utakuwa unakwenda kwa watu wanaotoa elimu. Unajua kwenye space, yani kwenye tunasema kwenye space, yani kwenye mitandao, kuna mambo mengi ya kujifunza ambayo ni muhimu sana. Sasa kwenye blog utaweza kwenda kule kwa ku-identify kama mimi nataka blog za Tanzania. Utakuta pale kwenye search engine inakuonyesha kwamba hiyo blog iko sehemu gani. Na ukienda kule utagundua kwamba unapata vitu vingi tu vizuri. Kwa nitakwambia kwamba kwa mfano wengi wanachama wetu wa Tanzania Bloggers Network, kwenye blog zao kuna watu waliopata tuzo za dunia, wako wengi tu. Na hizo tuzo za dunia zinaonyesha kwamba wenzetu wanasoma nini kinachotokea Tanzania kwenye blog. Lakini sisi wenyewe pengine labda hatuelewi kwa nini unatakiwa kwenda huko, basi tunabaki kwenye mihemko kwenye majukwaa ya matangazo. Sio mimi tu, lakini ukweli kwamba kwenye social media yale ni majukwaa ya matangazo, yameleta watu pamoja kufanya discussion. Maana alafu wenyewe wanaweza kaamua tu wenye majukwaa yao kwamba wanaweza kaondoa hiyo, wakakuacha wewe bila kujua kwa nini wameondoa, wakafunga hiyo site yako mradi kuna bendera. Lakini
kwenye blog ni kama kitabu tu, ni kwa ambacho mtu kiko pale, mtu unafungua, unasoma, unaendelea. Na mara nyingi hizo blog zinaendeshwa na watu ambao wanajua wanachofanya nini, na ukitafuta kwenye kilimo utawapata, kwenye ufugaji utawapata. Kwa hiyo ninachosema mimi ni kwamba watu wasitumie simu janja kwa ajili ya kutazama mihemko, watazame na elimu, na elimu ziko kwenye blogs. Moja ya kitu ambacho tunapewa hamasa sana kila siku, kila wakati ni kujitahidi kusoma vitu, yani muda wote kusoma vitu. Leo hii kuna siku niliwahi kupewa mfano mmoja kwamba kuna mtu mmoja kwanza alipewa kitabu, alipewa Biblia na baba mkwe wake siku ya harusi yake. Alipopewa ile Biblia ndani iliwekwa milioni 100. Sasa mpaka ile siku baba mkwe anakuja akamwambia, naomba ile Biblia yangu, kuna vitu nataka niangalie mle ndani. Akaja kaikuta kwanza ile Biblia ina vumbi juu. Manake mkwe alikuwa asomi ile Biblia. Kwa hivyo akaja akafungua ile Biblia ndani akakuta ile dola 100 bado iko vile vile. Akamwambia, mkwe wangu, nilikuwekea zawadi. Ina maana uko kufungua hii Biblia. Tukiachana na hiyo, pia vitabu vimekuwa ni changamoto kusoma pia, kwa sababu ili uandike kitu ni lazima ujue vitu vingi. Usipojua vitu vingi, kwa sababu utaandika vitu ambavyo pia unaweza hata usimuelimishe mtu kitu kizuri. Kwa hivyo kubwa na la msingi ambalo umesema ni kusoma zaidi kama ambavyo umesema, kwa sababu kama mtu yuko nje anasoma, sisi tuliopo ndani hatusomi. Kwa hivyo tujitahidi kusoma kama ambavyo umesema, lakini pia tunasoma wapi? Tunasoma pia kupitia bloggers, kwa sababu naamini maana ni mengi mmejaribu yani vitu vingi mmejaribu kuviweka kwenye urahisi wa mtu kuelewa. Na uzuri wa blog ni kwamba unaweza ukaandika mpaka maneno 1000 mpaka 1200 na ukaambatanisha na picha na ukamwelimisha mtu vizuri tu. Ndio. Iko tofauti na mitandao ya kijamii ambayo yenyewe imetengenezwa kukidhi haja ya kukutanisha watu. Na ndio maana tunasema kwamba wakati fulani naenda kwenye blogs, nenda kachukue maarifa tu. Na maarifa yenyewe ni rahisi sana kuyachukua, na sisi kampeni yetu kubwa ni kwamba sehemu kubwa ya vijana wawe wanatengeneza blogs kwa ajili ya kuonyesha kazi zao wanazofanya, kwa sababu fursa za kwenye mtandao hazikai tu kwa ajili ya burudani. Na fursa za kwenye mtandao ziko kwa ajili ya kupata elimu. Na niseme tu kwamba elimu kwenye blogs ni elimu nzuri. Kwa sababu tunaamini kwamba mle ndani mtu anaeleza extensively. Kama anataka kukueleza kuhusu ufugaji wa kuku, anakueleza kweli kweli, na anakupa na picha zake na kila kitu. Lakini huku kwingine ni kidogo. Alafu unahitaji kuwa na busara kidogo kwenye matumizi ya mitandao. Sio tu matusi na nini, wakati mwingine tunahitaji busara kidogo. Na hizi busara ndio zinatupeleka kujifunza kwamba hiki ni kitu gani. Na ukiweza kujifunza vitu, unaweza hata ukagundua kwamba huyu anachozungumza sio sahihi. Ama huyu anayezungumza sio binadamu. Sababu ndani ya space kuna vitu vingine sio binadamu vinazungumza mle ndani. Kwa sababu vimepewa uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo vikielekezwa na codes, utaona vinafanya kazi kama vile binadamu ambaye amefanya. Sasa huku nje kwenye fiziki tunasema ni robot, na hata mle ndani watakuuliza swali, wewe ni robot ama nani wakati mwingine. Lakini la msingi ni kwamba unapokuwa umejifunza vitu vingi, utakuja kugundua kwamba hata mtu mwingine akikuweka kwenye majukwaa, na wewe unajua nini unachofanya. Na hizi elimu mara nyingi zinatolewa kwenye blogs ambazo zimekuwa accredited. Bwana Benjamin, nishukuru sana. Niseme asante kwa elimu hii nzuri ambayo ninaamini ya kwamba Mtanzania ambaye ameketi kando mwa redio yake, inawezekana alikuwa anasikia tu. Kuna blog zinaandika vitu tofauti, kuna machapisho yanachapishwa huko mtandaoni, haelewi yanatoka wapi, lakini tayari umekwisha kumfahamisha. Mwisho, kwa kuhitimisha, upi sasa wito wako? Rasmi kabisa ule kama mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti sasa wa Blog Network, upi wito wako? Mimi kwa napenda kuambia wanachama wa Bloggers Network kwamba wana jukumu kubwa la kuelimisha jamii,
na katika jukumu kubwa la kuelimisha jamii haliishii tu kwenye uchaguzi, bali naishia maisha baada ya uchaguzi. Kwa hiyo wafanye kazi kwa weledi, kwa maadili, na nchi na utamaduni mzuri tu ya kwamba hatugombani, tunaelezana, tunafika mahali tunafanya vitu ambavyo ni vya muhimu. Sasa kwa bloggers ambao wananisikiliza, mimi naambia kwamba wa keep up spirit ya taifa hili, kwamba ni maisha, na vile vile kwa watu ambao wanataka kujiunga na network yetu, sisi tupo, na unaweza ukajiunga kwenye network yetu kwa kwenda tu kule kwenye mtandao ukatazama bloggers, Tanzania Bloggers Network, na kule utapata salamu kwamba nini tukusaidie kama unataka kujiunga na sisi ama unataka kuanzisha blog. Tuko tayari kutoa maarifa haya kwa sababu Tanzania Bloggers Network inaamini kwenye wingi wa kupasha habari kama sehemu muhimu ya kuendelea kufikia ustawi wa jamii ya Tanzania. Shukrani sana. Na huko ndipo ambapo pia mawasiliano watayapata mawasiliano kule. Shukrani sana. Mimi nikushukuru sana na nikualike tena kwa mara nyingine hapa studio za Radio Maria. Ukipata nafasi uendelee kutupa elimu nzuri hii ili kutusaidia vijana. Mimi ninashukuru sana kwa sababu nimefurahi kuja kwa mama hapa. Ndio. Na nikawaoneni. Ndio. Mimi ni ex-seminarian. Ndio. Na naheshimu sana kazi inayofanya. Ndio. Na mheshimu mwinjilisti Luka, alikuwa amesoma yule. Ndio maana akaweza kutuandikia. Ndio. Kwa hiyo nataka kuwakumbusha tu ndugu zangu wote kwamba tusome, kwa sababu tusiposoma hatutaweza kutambua matatizo yanayokabili jamii yetu, na vile vile tusiposoma hatutaweza kutambua uongo unaojazwa kwenye network, kwenye space ina vitu vingi, ina robots wanafanya kazi, ina binadamu wanafanya kazi. Kwa hiyo wakati mwingine ukisoma inakuwa rahisi wewe kugundua kwamba hii habari ni nzuri na ni sahihi, na hii habari si nzuri na si sahihi. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu awabariki. Twende salama. Shukrani sana. Basi mimi nikutakia wakati mwema. Nashukuru sana. Shukrani sana. Na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na radio mshirika Radio Mbiu sauti ya Faraja kutoka Kagera nchini Tanzania. Ndivyo hivi ambavyo ninahitimisha kipindi. Nilikuwa naye Beda Msimbe, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network, mada ambayo alikuwa akizungumzia kuelekea uchaguzi Oktoba 29 na bloggers, mchango wao ni nini? Umefahamu, umesikiliza vizuri kabisa na umeelewa ile dhima ambayo imemfanya basi Bwana Beda aje hapa kuketi na kuzungumza pamoja nawe hapo ulipo. Kwa niaba yake mimi ni Martin Joseph. Mwisho wa kipindi hiki na mwanzo mwema wa vipindi vingine vyote kutoka hapa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Kama tulivyofungua kwa sala, karibu sasa tuhitimishe kwa sala ya shukrani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Amani ya Mwenyezi Mungu iendelee kutawala hapo ulipo. Kwa heri.